maendeleo. Njombe oye! Na mwisho kabisa, ninawashukuru wafanyakazi wote kwa kuthamini jitihada zilizofanywa na zinazoendelea. Sisi serikali tutaendelea kuimarisha mikakati ya kurasimisha sekta isiyo rasmi ambayo inaajiri mamilioni ya Watanzania, sambamba na kuimarisha mawasiliano na ushirikishwaji wa makundi hayo katika masuala ya kazi na maendeleo ya taifa. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha, niendelee kusisitiza wajibu wetu katika ujenzi wa nchi yetu. Sote kwa pamoja hatuna budi kushirikiana, kuaminiana na kutanguliza maslahi ya taifa letu. Ninawahimiza tuendelee kufanya kazi kwa bidii, kwa uadilifu na kwa weledi ili kujenga uchumi imara na ustawi wa jamii. Serikali itaendelea kuboresha mazingira ya kazi na maslahi ya watumishi kwa kadri uchumi utakavyoruhusu. Tutaendelea kuchukua hatua zaidi za kuimarisha ustawi wa wafanyakazi, na kwa hivyo ndugu zangu, chapeni kazi. Serikali ipo, inawasikiliza na inawathamini. Kazi na utu. Ndugu wafanyakazi, kama isemavyo kauli mbiu yetu, kazi haiwezi kuwa na staha bila amani, na hakuna ustawi wa mfanyakazi bila utulivu wa taifa. Sasa ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tofauti zetu hazigeuki kwa sababu ya kuhatarisha misingi ya amani, umoja na mshikamano tulioachiwa na waasisi wetu. Tushikamaneni, tufanye kazi, tujenge taifa letu na tujenge heshima ya nchi yetu. Kwa ndugu zangu wa Njombe, mmemsikia mkuu wa mkoa. Ujaji wangu leo alipanga mambo mengi niyafanye ndani ya leo, na ingewezekana nibaki mpaka kesho, lakini kuna majukumu ya kitaifa mengine yananihitaji, nabidi leo nirudi tena Dar es Salaam. Lakini niwaahidi kwamba nitakuja kwa ziara rasmi. Nitakuja kwa ziara rasmi ili nione yale yote mkuu wa mkoa ambayo ameyasema, na ikibidi tupokee mapya ya kwenda kuyafanyia kazi ili Njombe ipae kwa maendeleo. Njombe oye! Na mwisho kabisa, ninawashukuru wafanyakazi wote kwa kuthamini jitihada zilizofanywa na zinazoendelea kufanywa na serikali katika kuboresha maslahi yenu au maslahi ya wafanyakazi katika sekta ya umma na katika sekta binafsi. Kama alivyosema Rais wa TUCTA kwamba mwaka huu katika kikao chetu hawakuja na madai mapya, na hawakuja na madai mapya, wao wenyewe walikuja na kauli ya kunipa pole kwamba tumetoka kwenye uchaguzi na uchaguzi ule tumeugharamia wenyewe wa Tanzania. Kwa hiyo tumetumia kiasi kikubwa cha fedha ambazo tulikuwa tukikusanya huko nyuma. Lakini pia kama nilivyosema, kuna mabadiliko ya kisiasa na chumi za dunia ambayo yanaathiri pia uchumi wetu. Kwa nako huko tumeathirika kidogo, tunaendelea kujipanga. Lakini vile vile kwa bahati mbaya tumepata uharibifu wa mali zilizoharibika wakati wa vurugu Oktoba 25, lakini uharibifu wa miundombinu inayotokana na mvua kuwa kubwa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo fedha tunayoikusanya tunaelekeza kwenye urekebu au kurekebisha miundombinu iliyoharibika. Lakini vile vile kulipa madeni, tumesema tulipe kwanza madeni ya wafanyakazi, madeni ya wakandarasi, ili tunapoanza utekelezaji wa dira mpya tuanze tukiwa na mwelekeo mzuri unaoeleweka.
Kwa maana hiyo ndio sababu TUCTA mwaka huu wamesema, mheshimiwa, wewe chapa kazi tu, mwaka huu tutafunga mkanda, tutakuja kukudai mwakani. Na mimi nikawaambia mwakani, ikiwa tutachapa kazi na uchumi utakuwa kwa kiwango kinachoridhisha, tutakuja kuangalia na mwakani. TUCTA oye! Wafanya kazi safi!